karibu saa 9. Jina langu Brian Kipngeno. Msikilizaji, siku ya leo imekuwa sherehe za kuadhimisha miaka 76 tangia kuanzishwa kwa Jamhuri ya Watu wa China imefanyika jijini Nairobi, sikihudhuriwa na viongozi mbalimbali wa kitaifa na mabalozi. Katika hotuba ya balozi wa China nchini Kenya, Bwana Zhou Bingqian Haiyan alisifu uhusiano wa muda mrefu kati ya taifa la Kenya na taifa la Uchina, akisema nchi hizo mbili zimejenga ushirikiano wa kiuchumi, kiteknolojia na kijamii ulio na manufaa kwa wananchi. Aliongeza kuwa miradi mikubwa ya miundo mbinu kama reli ya kisasa SGR na barabara kuu zimekuwa kielelezo cha urafiki huo. Kwa upande wake, Waziri Mkuu Musalia Mudavadi alisisitiza umuhimu wa biashara huru barani Afrika kupitia eneo huru la biashara la Afrika AfCFTA, akisema utekelezaji wake utachochea uwekezaji na kuongeza nafasi za ajira kwa vijana. Mudavadi pia alitoa wito kwa nchi za Kiafrika kuimarisha mshikamano ili kuimarisha sauti ya bara hili katika masoko ya kimataifa. Sherehe hizo zilihitimishwa kwa tamasha la kitamaduni lililowakutanisha wageni kutoka mataifa mbalimbali, ishara ya ushirikiano na urafiki wa kimataifa. Kongamano la Western Indian Ocean Marine Science Association WIOMSA limeanza rasmi nchini Mombasa, likiwakutanisha zaidi ya washiriki 1000 kutoka mataifa 41 yanayopakana na Bahari Hindi. Kongamano hilo limeletea pamoja watafiti, wanaharakati wa mazingira, viongozi wa serikali na wadau wa sekta ya uvuvi kwa lengo la kubadilisha maarifa na mbinu za kuendeleza utunzaji wa rasilimali za barani na pwani. Katika mijadala ya awali, washiriki wametoa wito kwa jamii na wavuvi kusaidiwa, wakisema kwamba licha ya mchango wao mkubwa katika uchumi wa usalama wa chakula, mara nyingi hukabiliwa na changamoto ya ukosefu wa mitaji, miundombinu duni na mabadiliko ya tabianchi. Aidha, jamii imehimizwa kwa mstari mbele katika kulinda mazingira ya baharini, ikiwemo kupunguza uchafu wa plastiki, kuhifadhi mikoko na korali na kushiriki kikamilifu na mipango ya serikali ya mashirika ya kimataifa kuhusu hifadhi wa bahari. Zoezi la usajili wa wapiga kura linaloendeshwa na Tume Huru ya Uchaguzi wa Mipaka IEBC linaendelea katika maeneo mbalimbali nchini, huku changamoto kadhaa zikishuhudiwa. Ripoti zinaonyesha kuwa idadi ndogo ya vijana imejitokeza kujisajili, hali ambayo imezua wasiwasi kuhusu ushiriki wao katika uchaguzi ujao. Viongozi wa kisiasa na mashirika ya kijamii wameendelea kuwarai vijana kwa mstari wa mbele katika mchakato wa kidemokrasia, wakisisitiza kwamba kura yao ndio silaha ya kuamua mustakabali